ya safari ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu la leo nimelipa jina ya safari ya wokovu. Safari ya wokovu. Nashukuru sana ule uongozi wa kanisa kwa kazi nzuri wanaoifanya kwa ajili ya kuandaa masomo, kwa ajili ya kujifunza maneno yake Mungu. Kupitia kujifunza tunamuona Mungu akifanya kazi katikati yetu, lakini kujifunza maneno yake kwa ufasaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi kilichopita au ibada yetu iliyopita tuliangalia pale tukianzia mstari wa 5 mpaka wa 17. Tulijifunza habari ya anguko. Habari ya anguko kwa wana wa Israeli baada ya kufika kule Yerusalemu. Kulikuwa na makatazo ambayo Mungu aliwakataza kwamba mtakapokwenda kwenye ule mji, alikwisha uona Bwana kwamba ule mji ulikuwa tayari umekuwa najisi. Ule mji ulikuwa umeharibika. Ule mji tayari ulikuwa una watu ambao hawakufuata neno la Bwana, badala yake walikuwa na imani zao na kutumika katika miungu yao. Kwa hiyo Mungu akawatahadharisha wana wa Israeli kupitia Ezra kwamba tunakwenda kule, lakini kumbuka tusichangamane nao. Na baada ya kufika kule kwa muda mfupi sana, naona tayari wana wa Israeli wanaingia kwenye dhambi ile ile ambayo walikatazwa. Uhuru wa Yesu. Lakini tunamuona Ezra kama kuhani, Ezra kama mwalimu wa neno, Ezra kama mjuzi wa sheria, Ezra kama mtu muhimu na mashuhuri mcha Mungu wa Bwana, Mungu ambaye amemuandaa kwa ajili ya muda maalum ya kuliongoza jeshi la Israeli kurudi Yerusalemu. Ukisoma ule mstari wa tuliosoma somo letu la kwanza na la pili, mstari kuanzia ule wa 18. Kuanzia ule wa 18. Kuanzia ule wa 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema basi miongoni mwa makuhani walionekana wengi waliokuwa wameoa wanawake wageni. Nianzia hapa kwenye mstari wa 16. Basi wana wa uhamisho wakafanya hivyo, na Ezra kuhani akatengwa pamoja na baadhi ya wakuu wa mbari za mababa na hesabu ya mbari ya mababa zao, na hao wote kwa majina yao wakaketi siku ya kwanza ya mwezi wa 10 ili kuchunguza jambo hili. Wakamaliza mambo ya wanaume wote waliokuwa wameoa wanawake wageni siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale wafuatiliaji na wale ambao tulikuwa pamoja, utakumbuka kwamba baada ya kanisa kuingia katika hatia, waliitana wote, Wakristo wote. Baada ya kuitana wote, Biblia inasema walikaa pale siku 3, na kila siku ilikuwa na maana yake. Lakini katika yale waliokaa pamoja na wengine, kuna wengine waliokataa, lakini wale waliokaa siku ya kwanza walijadili habari ya wale watu wote ambao walikuwa wameoa wake wa uhamishoni au wanawake wageni. Lakini siku ya pili hii, ukisoma ile 18, zamu sasa tunaanza kuona zamu ya viongozi sasa, makuhani na viongozi mbalimbali ambao nao walifanya dhambi ile ile. Kwa baada ya hukumu kupita kwa wale wana wa Israeli, ilikuwa imebaki zamu
ya viongozi, makuhani na watu wengine ambao pia nao walipofika kule walikengeuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika 18 tunaona sasa na wao wanaingia kwenye sheria ile ile. Hii sheria au utaratibu haukubagua. Ilikuwa kitu cha kwanza waachane kabisa na wale wanawake na watoto wao, ili warudi waanze upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapa ni kutengenezwa kwa maisha mapya ambayo sasa hayana mchanganyiko na watu wageni. Wanarudi kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukienda pale mbele unaanza kuona zile koo na zile familia, mstari wa 18 basi miongoni mwa makuhani walionekana wengine walikuwa wameoa wanawake wageni. Hiyo hapo anaanza kutajwa, nao wakatoa ahadi ya. Kwa hiyo kilichoongezeka kwa wale wa makuhani, kwa sababu ya kutambua wao pia walitoa sadaka ya kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi viongozi, lakini na wote, lazima tunapokuwa tumekosa, tunaporudi kwa Bwana lazima tujutie dhambi zetu. Sio kujutia tu, tuumie kwa ajili ya Kristo. Tuumie kwa ajili ya Kristo. Sisi tunaelewana habari ya kuumia, si hivyo? Naona Ezra alilalua mavazi yake, akanyofoa nywele zake, akavuta, kwa maana maumivu na damu zilitoka kwa ajili ya kulilia taifa la Israeli. Kwa hakuna wokovu mwepesi. Safari ya wokovu ni ngumu, inahitaji kujitoa. Ukienda mbele unaanza kuona zile koo zinaendelea mpaka mstari wa 44. Ndio mstari ambao una message pale. Hao wote walikuwa wameoa wanawake wageni na wake zao wengine walikuwa wamezaa watoto. Kwa hiyo ukiangalia pale unaona kwamba ule mstari wa 18 ndio una maelezo, lakini hapa katikati kuna listi. Yaani kuna msururu au kuna orodha ya watu wote ambao walikuwa wamemwasi Mungu, ambao walikuwa wameingia hatiani. Bwana Yesu apewe sifa. Hii inatukumbusha sana. Tukianza kuangalia, tukirudi nyuma kwa utaratibu, ukisoma ule Ezra 9 mstari wa kwanza pale. Hebu tuone Mwanzo ile 16 mstari wa 3. Kama kuna mtu yupo karibu. Mwanzo kwamba hii dhambi ilifika sehemu wakajilaumu kwamba kwa nini hii dhambi inatufuata kila mara? Kwa nini kila wakati tumekuwa ni watu wenye kutenda dhambi? Alipokuwa anatubu Ezra, kuna kipindi alisema kwamba Mungu, tumekosa sana. Hatustahili hata kuonekana mbele ya macho yako, hata kunyanyua macho yetu. Kwa nini? Kwa ajili ya makosa yale uliyofanya, kwa sababu yalikuwa sio mapya, yalikuwa yanajirudia tu. Akiangalia kwamba tangu zamani za mababa zetu uliwaasa na ukawaelekeza, lakini hawakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefika Mwanzo 16. Karibu some mtumishi wa Mungu. 16 mstari wa 3. 16 mstari wa 3 inasema, Sarai mke wa Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake, baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mmewe au mkewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishuka kwa chini unaanza kuona kwamba hii dhambi, Mungu aliwaahidi watu kwamba nyinyi
ni kanisa niliowachagua mimi. Kwa hiyo tembeeni katika mkono wake kwa namna hii, msifanye hiki. Na akasema msioe wanawake wageni. Sio tu kwa Ezra, hata nyuma ukiangalia tuliambiwa habari hii. Lakini hapa pia tunamuona hapa Abrahamu amekaa na mkewe Sarai, lakini baada ya kutokea tatizo la kutopata mtoto, wakakubaliana amuoe mjakazi ambaye alikuwa ni Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alichukia sana, lakini kwa sababu Ibrahimu bado Mungu alikuwa ana mpango naye, alimwacha ili mpango wa Mungu ukamilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu aliingia dhambini kama ambavyo tunaona leo safari ya leo ya Ezra, wale wa Kristo au wale wa Israeli wanaingia dhambini kwa dhambi ile ile ambayo wameshakatazwa awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maisha ndio maisha ya Kristo wa leo. Ndio maisha tulionayo mimi na wewe. Kuna mambo ambayo Mungu ameyakataa kwamba haya tusichangamane nayo, tusitembee nayo. Lakini kwa sababu ya hali moja au nyingine tunaingia kwenye mtego na kufanya na kumkosea Mungu na kuondoka katika uso wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa linaingia kwenye changamoto ya kurudia yale ambayo Mungu anayakataa. Usiue, tunaua; usizini, tunazini; usiibe, naiba; usitukane, unatukana; usifanye hiki, unafanya; usifanye hiki, sisi tunafanya. Mungu anachukia. Mungu hatuelewi kwamba hawa wanadamu nimewaongoza, nimewapa namna ya kutembea, lakini wanashindwa kufikia ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kule mwanzo, hata ile mwanzo ile 41 mstari wa 41 mstari wa 45 ukianzia ukashuka chini, tunamwona hata Yusufu, si ndio hivyo? Amina. Yusufu yuko uhamishoni Misri, lakini kwa sababu ya nafasi aliyokuwa nayo, anapewa nafasi kwenye kasri ya mfalme, na anapewa na binti wa kuoa ambaye sio wa kabila lake, mwenye imani tofauti, mwenye desturi tofauti, mwenye mawazo tofauti kuhusu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye anaingia kwenye lile kosa. Ukisoma ile Kutoka 2 mstari wa 21 pale, tunamwona Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa naye aliingia kwenye kosa lile la kuoa wanawake wa kigeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu amesema tangu zamani. Tusome Kutoka 34 pale. Kutoka 34, msomaji. Kutoka 34 mstari wa 10 hadi 16. Je, Mungu alisema nini juu ya wanawake wa kigeni? 34 mstari wa 34 mstari wa 10 mpaka 16. Mungu aliwaambia nini zamani? Mwanzo kabisa, wakati Musa anawatoa wana wa Israeli kutoka Misri kuwavusha ile bahari. Mungu anasema nini kuhusiana na jambo hili? Lakini bado linarudi. Karibu. Soma Kutoka 34 mstari wa 10 hadi 16. Akasema, tazama, nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote, wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha kutendalo. Iangalie neno hili ninalokuamuru leo. Tazama, mbele yako namtoa Mwamori na Mkanaani na Mhiti na Mperizi,
hivi na Myebusi, jihadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, isiwe mtego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunjavunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Maana utamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, ukawaoza wana wako binti zao, nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Kuna makatazo. Kila tunapokwenda lazima tujihadhari na nchi tuliyoendea. Sisi tumetupwa tuko duniani, na sisi tumekaa watu wa imani moja, watu ambao tunaelewana tunaposema habari ya Yesu Kristo, na makatazo tunaelewa. Lakini tunapokuwa tuko nje tunakutana na watu wa aina tofauti, wenye imani tofauti, wenye mielekeo tofauti, wanaowaza tofauti. Tunapewa onyo, angalieni msije mkachanganyikana, wala madhabahu yao isije ikawa sehemu ya madhabahu yenu, kwa maana wale watawapotosha. Na ukiangalia hata hawa viongozi, mfano hata Musa, kina Yusufu, kina Ibrahimu, hata Sulemani, miongoni mwa vitu ambavyo vilienda baadaye Mungu alienda kuchukia mwishoni, ni kwa sababu ya hiyo. Walipooa mataifa mengine, baadaye ukiangalia baadaye walianza kutoka kwenye imani, walianza kutoka kwenye nafasi ya kumtumikia Mungu na kuanza kuabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hili jambo linatuhusu sisi sote. Tunaposoma habari ya Ezra tunamuona kama mwalimu wetu. Ezra ni mwalimu ambaye amekuja katika wakati huu kutufundisha, kutuelekeza kwamba huko tunakokwenda na huku tunakoishi kuna watu wa aina tofauti, tujihadhari nao. Kwa maana imani yetu inaweza ikapotea na hatimaye tusione ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wenye imani tofauti. Ezra anatufundisha, anatuelekeza. Na ndio maana tunaona kuna watu walipooa, nini kilitokea? Kwa nini Ezra aliwaambia sasa hakuna nafasi nyingine isipokuwa ni kuwaacha wake zenu na kuacha watoto wenu? Kwa nini? Kwa nini tuseme kwamba kwa nini asitubu tu akaingia magotini akamwambia Bwana tumekosa na nini, basi ili Bwana aweze kumsaidia? Kwa nini? Lakini Ezra alifika mbali akasema hakuna namna nyingine bali ni kuachana nao. Hata watoto mliowazaa ni kuachana nao, maana ni kuanza maisha mapya. Unajua jambo hili likija kama leo sio rahisi mtu kulielewa. Umekosea ndio, umeoa watu wa kigeni wenye imani tofauti, umetokea bahati mbaya, lakini unaambiwa suluhisho lake ni kuachana naye na watoto wao ambao umewapata. Sio kazi nyepesi. Amina. Nani anaweza? Anyoshe mkono kwamba ameisikia sauti ya Bwana ikimwambia na moyoni ameona kuna jambo lipo na ameona kabisa ameingia hatiani. Anaambiwa sasa kwamba tuachane na hao. Ni nani yuko tayari? Tuko tayari, si ndio hivyo? Inamaanisha nini? Ina maana kwamba toba ya kweli ni ile inayogusa moyo wako. Toba ya kweli ni ile inayogusa moyo wako. Ni ile ambayo unapokwenda mbele za Mungu, unapomwambia Bwana, unaiona ndani, unaumia kwa ajili ya hilo jambo. Kwa nini umefanya? Unaumia. Unasikia kuna kitu ambacho kinakufanya hii sio tena, unaachana. Hiyo ndio toba ya kweli.
Sio ile ya kuja moja leo nafikiri nitubu tu leo. Bwana Yesu asifiwe. Baba nafikiri leo nifanyaje? Nitubu tu. Hujaijutia, hujaumia nayo, hujachukizwa nayo, unatubu tu. Lazima ifike sehemu ujitafakari, ujione, je, hii dhambi ambayo nimeibeba ninaondokana nayo vipi? Ninaijutia kwa kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba kuanzia leo tunaanza maisha mapya, tunaachana na yale ya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaachana na mambo mengine ya zamani, tunaanza upya. Na Ezra alitaka awafundishe watu ili wasirudie tena, kwa sababu huko yalikuweko, lakini Mungu aliwatazama tu. Lakini leo anataka wao waumie kwa kosa waliolifanya, na wamelifanya yawezekana kwa kujua. Waumie ili waipate toba ya kweli, toba inayokusogeza mbele ya Mungu, ili Mungu aweze kuachilia na Mungu aweze kuibariki taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi tunapaswa tuingie kumlilia Mungu katika toba ya kweli. Kwa tunapokutana katika mahali hapa, cha kwanza lazima tujitafakari maisha yetu, mienendo yetu. Na kama kuna sehemu ambayo hatujafanya vizuri, lazima tumrejelee Mungu, tulie kwake, tumwambie Mungu, nimeyaona makosa yangu, najutia. Ili Bwana naye aweze kusikia kilio chako, huzuni yako. Aweze kusikia huzuni yangu, kuteseka kwangu, kuona kwamba ile jambo ambalo liko ndani ya moyo wangu nimelijutia, na Bwana aweze kutoa msamaha wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitabu hiki kinatuelezea namna ya kujutia na kuumia kwa yale ambayo tunayafanya. Kwa hiyo Ezra haikuwa rahisi kuacha hivi. Ilibidi wajutie. Kama kweli wameamua kumfuata Bwana, lazima wajutie. Na kujutia kwao ilikuwa ni kumwacha mke na kuacha watoto na kuanza maisha mengine mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maisha hayo ya nyuma yameleta anguko. Maisha hayo ya kuoa wageni yameleta anguko. Kwa ili waweze kuwa salama tena, waweze kutengeneza na Mungu, kulikuwa hakuna namna nyingine bali kusimama wao katika utumishi, kurudi kama walivyokuja, wawe wapya kwa ajili ya kuifanya kazi. Kwa hiyo hii inaturejesha sasa na sisi tunapotaka kumtumikia Mungu, au tunapokuwa tuko mbele zake Mungu, hebu tutafakari maneno yake. Je, tuko tayari kumtumikia Mungu kwa roho na kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati mwingine kanisa letu sio hili tu, kanisa lote, tunaposema kanisa ni kanisa la Kristo, sio hivyo? Linaingia kwenye dhambi kubwa sana. Dhambi ya kwanza ni umbea na uongo. Uhuru wa Yesu. Yaani hakuna dhambi ambayo imelitafuna kanisa na kuisambaratisha kama umbea na uongo. Na Wakristo wengi wamepoteza ile hekima ya kutambua hili ni batili. Kwa hiyo wamebaki wachache wanaoweza kuyatafakari mambo na kuyaona haya ni ya duniani. Lakini wengi tumeingia kwenye mkumbo lile unalolisikia na kusema kwamba kumbe iko hivi, basi ni hivi, na kuchukua hatua. Kwa hiyo tumekuwa na sisi kama wale waliooa wanawake wa kigeni. Yaani na sisi tumeoa ndani ya mioyo yetu wanawake wa kigeni, tumeoa kitu kipya ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Makundi yote, kiangalia hata kwenye kwaya. Nafikiri ni wakati gani unapoliona kanisa, unapoliona kwaya inateteleka, inafanya hivi, unajua ni nini? Ni umbea na uongo. Huyo adui tumkanyage. Umbea na uongo.
kwaya haiendi, kwa sababu maneno yanatoka yanakwenda. Huyu mke ambaye umemchukua moyoni, unamtembeza, yaani imevunja kabisa kanisa. Vikundi vya wamama, wanawake, idara yenu inaendelea kudhoofika kwa ajili ya umbea na imekwisha. Na hakuna dhambi ambayo inatafuna na kukatisha tamaa kwa Wakristo kama hiyo. Hutawaona wanawake wamesimama, hutaona wanawake wanatabasamu, hutaona wanawake wanapiga kigeregere, wanakuwa kama vile wanakwenda msibani kanisani. Wakifika wakimaliza wanaondoka. Hakuna kinachoendelea. Hakuna mambo yanakaa mazuri wanatengeneza, hakuna. Na shetani alipotudanganya, alipokuja kutufunga kwenye msamaha. Yaani neno msamaha tumelisahau, hatulioni, tunalipita. Atakoma mpaka aseme. Lakini maandiko yanasema kwamba angalia, jua lisichwe hujapatana na yule uliokuwa umekosana naye. Hii ni maelekezo. Hayana tofauti kama hapa anawaambia kwamba mtakapokwenda, nchi imeharibika, msifanye hiki na hiki na hiki. Walipopenda wakakaa siku chache wakaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa nafikiria sasa, sijui walianza mmoja mmoja, sijui walianza kwa pamoja, sijui walianza viongozi, sijui walianza wenyewe wa Israeli wale wa Kristo. Mimi nilikuwa nashinda nani alianza kati yao. Ambao walipo kumbe ni hivi, kumbe inawezekana na mwingine akaingia, na mwingine akaingia mpaka wakazaa na watoto. Haya mambo hayakuwa wazi, ilikuwa kisirisiri. Haleluya. Hayakuwa wazi, ilikuwa kisirisiri. Mpaka wale makuhani kule juu wakashtukia, ameshachafuka. Kumwambia Ezra akashangaa. Akavua mavazi yake, kila kitu akavua, akatupa, akavuta nywele zake kwa uchungu. Akasema, sasa nimefanya nini? Nimewatoa kule kuwaleta hapa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wameshindwa kulitimiza agano. Wameshindwa. Sasa leo na kanisa nao limeingia kwenye shida kama hiyo. Vijana nao hawaonani huko walipo. Hawaonani kabisa, wote wanaonani ni wazee tu. Hawakutani hata siku moja, wala hawazungumzi hakika ya vijana, wala chochote hawafanyi. Kanisa vijana wamefanyaje? Wamekwisha. Lakini kanisani tunakuja kufanya nini sasa kama bado huko tujatengeneza? Tutengeneze basi. Hawa wale walipoliona hili na habari zilipofika hizi, wakasema hapana, wakaitishana. Mbiu kubwa ikapigwa, watu wakakusanyika wakaambizana 1 2 3. Wengine walikataa, lakini Ezra alisema hivi, kama kuna mtu atakataa haya maelekezo, tutaenda kubeba vitu vyake vyote. Alafu tutafanyaje? Tutamfukuza, tutampeleka uhamishoni. Ndio inafika kipindi kanisa nalo inabidi lisimame hivyo. Sawa, kanisa linataka waumini. Lakini waumini wa namna gani? Kanisa linataka waumini, lakini wa namna gani? Ukisikiliza unasikia. Yaani kila sehemu unasikia. Kuna shida gani? Kama kuna shida, kwa nini msikate shauri mkakaa mkalimaliza? Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana, hakuna hata ile ya vijana haipo. Lakini tumeambiwa hapa kuna vitu viko moyoni. Yaani kuna wageni wameshaingia moyoni, kila mmoja na wageni vijana. Hataki kuachana nao. Achana nao hao wageni, wanaliumiza kanisa. Waliumiza kanisa na hekalu la Mungu. Achana nao. Kwa nini ifikia hatua hiyo? Vijana ndio kanisa, ndio nguvu. Wasema ndio vijana wenye nguvu kanisani, lakini ukitangaza hata kazi
pale hakuna vijana, hawapo. Ninaposema vijana wako wa kike na wa kiume. Mimi nachanganya, usiseme kwamba vijana tutasema wanaume, hapana. Hata wa kike. Nimeumia. Unanifunza mama. Mbarikiwe sana. Mungu akubariki sana. Inawezekana nimegonga penyewe. Nasema na vijana ndio wenye nguvu, ndio kanisa. Lakini hamna vijana kuangaza kazi, haipo. Leo tunafanya usafi, hamna vijana. Wako tu wale wazee wanapambana. Vijana wachache wapo, wachache. Tuseme hamna kabisa, wako wachache ambao wana kitu. Wamama tumeshasambaratika. Mchungaji wa mama huna kabisa. Sisi tulikuwa tunaona ile chemichemi. Wamama tulikuwa tunaona chemichemi fulani. Wakikataa wana chemichemi fulani. Baada ikawa mama tukutane. Ukisikia tukutane unajua kwamba pale kuna chemichemi, kuna uhai. Leo hii hamna. Na mimi niseme tuna viongozi. Viongozi imepewa nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba mnasimama na jumuiya yenu. Ezra alikuwa kiongozi. Alipoyasikia na kuyaona haya, alichukua hatua. Wewe umechukua hatua gani? Utaulizwa, tulikupa nafasi ya kuongoza idara ya wamama, idara ya vijana, kuongoza kwaya, kufanya nini? Utasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuondoe wanawake wa kigeni wapi? Tuwaondoe wageni wapi? Hamtaki kuwaondoa. Waendelee kushambulia na kuliumiza kanisa. Kwa hiyo niwaombe na tuombeane. Kwa kweli lazima tufikirie kwamba lengo la kuja hapa na haya maandiko yanatufundisha na sisi tunayafuata, ni pamoja na kuhakikisha kwamba wale watu waliomo moyoni mwetu au vitu tulivyoviweka humu kwa ajili ya mwenzako na mwingine, ifike sehemu tuseme vinaondoka, tuanze upya. Kuna shida kwanza upya? Kuna shida kwanza upya? Hamna. Vijana mpo? Tupo tayari kuanza upya? Tupo tayari kuanza upya? Tusimame tuanze upya. Tuondoe makando yetu, tuondoe dukuduku zetu, tuondoe chuki tulizonazo, tuondoe kile ulichosema. Na wale wa Mbeya dawa yao ni moja tu, kuambia 1 2 3. Wewe sema sawa, mlete hapa. Mfuate leo mwambia, njoo amesema hivi, huyu amesema hivi na hivi. Ni kweli? Tunamaliza umbea kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani huyu ameniambia jambo. Bwana Kachwele yeye anasema 1 2. Wewe mimi ukishaniambia nakuja kwa Kachwele. Yeye ambiwa sasa. Yeye ambiwa ndio chukua hatua, nenda kwa Kachwele. Kachwele njoo. Nani njoo? Kuna shida gani hivi? Huyu amesema hivi, ni kweli? Tunamaliza uongo. Amen. Lakini kama katika sehemu ukiambiwa kumbe ndio imekuwa hivyo, kanisa litakuwa na wachawi, tutakuwa sisi. Watu waweza wakaja kwenye kanisa ambao watu waweza wakaja kwenye kanisa, kuna shida ndani yake, kuna changamoto. Ndio lazima ziwepo. Hata wao wote walipita kwenye changamoto, lakini walipogundua walichukua hatua. Tuchukue hatua wapendwa. Tuchukue hatua. Tuimarishe idara zetu za vijana, tuimarishe idara zetu za kina mama. Ndio idara ambazo zinashambuliwa sana kwa sababu ndizo zinazohimili wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi kwenye kwaya huku tumeshaanza kusimama vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mmeona wenyewe, si ndio hivyo? Zamani ilikuwa kuna shida, wakiondoka wachache hatuimbi tena. Lakini sasa hivi kunakuwa na kila mmoja anaweza kuimba. Na hata sasa hata binti akiondoka, wengine waimbe waliokuwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Basi
Kitabu leo hiki tunakihitimisha cha Ezra. Kitabu cha Ezra kitu, lakini Ezra alikuwa ni mwalimu mzuri. Ni mwalimu wa kuigwa. Kwa sisi tulio viongozi wa kanisa, wa mama, wa vijana na wengine, tumuige Ezra katika utumishi. Kwa sababu yeye hakulifumbia macho jambo. Hakuliacha jambo lipite. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Maandiko haya yanaendelea kuishi katika jamii zetu. Tuyatumie ili Bwana aweze kutubadilisha maisha yetu. Kwa sababu kitabu hiki kinaleta mabadiliko sasa chanya katika utumishi. Wameamua kuanza upya, si ndio hivyo? Wamewatoa wale wanawake, wameanza upya, na sisi lazima tuanze upya. Haitakuwa na maana kama tunapomaliza kitabu hiki cha Ezra hakuna jipya. Hakutakuwa na maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutakuwa na maana. Kwa hiyo kitabu hiki kituanzishie mwanzo mpya. Idara ya mama, idara zote zisimame katika kanisa. Na kama kuna changamoto basi liweke sawa. Lakini kama kuna mtu anaongea ni bora huyo mmoja akaondoka akaliacha kundi. Na wewe ambaye unafanya kazi ya kupeleka umbea, hebu jitafakari. Jitafakari, je, ndio unafurahi sasa? Unafurahi sasa wamama wako sawa? Unafurahi? Kanisa haliko sawa, unafurahi? Lakini kumbuka kuna nini mbele? Kuna malipo. Kuna malipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Ile Ezra 4, Ezra 10 mstari ule wa 4, tuanze mstari ule wa 3. Msomaji pale. Ezra 10 mstari wa 3. Ezra 10 mstari wa 3 tutakwenda mpaka wa 5. Karibu. Ezra 10 mstari wa 3 hadi wa 5, maandiko yanasema, haya basi na tufanye agano na Mungu wetu, kuachana na wake zetu na wale waliozaliwa nao, tukilifuata shauri la Bwana wangu na shauri la hao wanaoitetemekea amri ya Mungu wetu. Mambo haya na yatendeke kwa kuifuata Torati. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukaitende. Ndipo Ezra akaondoka akawaapisha wakuu wa makuhani na Walawi na Israeli wote ya kwamba watafanya kama hayo. Basi wakaapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya basi na tufanye agano. Na sasa leo tunafanya agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama kauongo kapo, tunafanya agano. Na tunapolifanya agano hili la leo la kuanza maisha mapya, kama ulishazoea kupeleka umbea, acha. Hili agano litakuwa msalaba wako. Kitu ambacho unaona hiki kitaenda kufarakanisha watu, acha. Tuseme mambo ambayo yenye utukufu wa Mungu. Na leo tunafanya agano hapa. Tumekubali kuachana nayo, si ndivyo? Uhuru wa Yesu. Tumekubali kuachana nayo, si ndivyo? Kwa mimi nitawaomba hapa baadhi ya watu waje hapa tuanze upya, kwa maana neno linasema basi na tufanye agano na Mungu wetu, kuachana na ile tabia ya uongo, umbea na mambo mengine yote ambayo yanasababisha kanisa la Mungu haliendi. Tunafanya agano na wale waliozaliwa nao, na nasema tukifuata shauri ya Bwana Mungu
na shauri lao hao wanaoitetemekea amri ya Mungu wetu. Ile mstari wa 4 unasema, inuka, maana shughuli hii inakuhusu wewe. Wewe uliokata tamaa, uliyepata, ulioumizwa, uliopata changamoto nyingi, achana nao, tumeanza upya. Inuka sasa katika utumishi wa Bwana. Inuka katika kuhakikisha kwamba ulipo unaleta mafanikio, ulipo unainua kanisa kiroho, kimaendeleo. Hakuna haja ya kung'ang'ania kule Misri. Ondoka huko Misri, sasa ni wakati wa kusonga mbele. Sio wakati wa kufikiria yale yaliyokuwa Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa Yesu. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe. Na sisi tu pamoja nawe. Uwe na moyo mkuu. Haya leo maneno yanatuhusu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanatuhusu sisi. Na sisi kama kanisa, hata kama kanisa zima, tayari kuna tatizo katika kanisa. Kwa lazima tusimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tusimame kama kanisa zima kuhakikisha kwamba tunakwenda pamoja, na kwamba kanisani ndipo anakuwa mahali sahihi kabisa pa kufurahi, pa kushangilia, pa kumsifu Mungu. Asije mtu akaja hapa akamwona mtu tuondokane nayo. Haya na faida mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Ezra akaondoka akawapisha wakuu. Na sasa naomba niwaite tu wale viongozi wote wa vijana waje, viongozi wa kina mama wote waje, tuanze mwanzo mpya, kwa sababu hatuwezi tukaenda mbele wakati somo letu linatuhitaji kwanza tutengeneze sehemu.